Baada ya kiharusi, ni kawaida kwa watu kuwa na matatizo katika kusogeza ulimi wao ndani ya mdomo na katika kuweka mdomo wao safi. Watu wengine wana matatizo ya kutokwa na mate au wana udhaifu katika misuli ya mashavu ambayo inaweza kuruhusu chakula kukusanyika hapo. Na ni muhimu kwamba tuweke mdomo safi. Kwa kuweka mdomo safi, tunapunguza hatari ya kupata maambukizi ya mdomo na pia kupunguza hatari ya kupata maambukizi ya kifua. Ili kufanya hivi, tunahitaji maji na dawa ya kusafisha mdomo. Unaweza kununua dawa ya kusafisha mdomo iliyochanganywa tayari dukani. Na hospitalini, tunatumia vijisponji vidogo vinavyotupwa baada ya matumizi. Nyumbani, unaweza kutumia mswaki laini sana. Tutalinda mavazi. Lowesha sponji au mswaki na ondoa maji ya ziada. Kisha tunaendelea kuzungusha sponji mdomoni, tukichukua tahadhari ya kuzunguka juu ya meno na ndani ya mashavu kutoa chakula chochote. Sawa? Ladha nzuri. Pia utasafisha juu ya kaakaa na kuzunguka ulimi. Huduma ya mdomo inapaswa kufanywa baada ya kila mlo na mara nyingi zaidi kati ya milo ikiwa watu wanapata shida kumeza mate yao wenyewe.